Sura ya 13. Huko Uholanzi. Katika nchi ya Uholanzi, udhalimu wa papa ulipingwa mapema sana. Miaka 700 kabla Luther hajatokea, askofu wa Rumi walishutumiwa wazi bila hofu na makasisi wawili wa Rumi waliotumwa kama mabalozi huko Rumi, ambao walikuwa wamejifunza ukweli. Walimwambia, wewe waketi hekaluni mwa Mungu baada ya kuwa mchungaji, wewe umekuwa mbwa mwitu katika kondoo. Inakupasa kuwa mtumishi wa watumishi. Wewe wahitaji kuwa bwana wa mabwana na kulidharau jina la Mungu na amri zake. Wengine waliinuka toka karne hata karne wakaendeleza upinzani huo. Katika tafsiri ya Biblia kwa lugha ya Kidachi iliyotafsiriwa na Waldenses kuwa usemi usemao kulikuwa na mafanikio makubwa ndani yake. Hakuna mzaha, hadithi, upuuzi, udanganyifu au jingine kama hayo, ila ukweli tu ndio uliomo. Huo ulikuwa usemi wa marafiki wa imani wa zamani katika karne ya 12. Sasa mateso ya Warumi yalianza, lakini waumini walizidi kuwa wengi, huku wakitangaza Biblia ndiyo isiyo na kasoro wala kosa lolote katika kuiongoza dini, na kwamba mtu ashurutishwi kuiamini, ila mtu huaminishwa na mafundisho yake. Mafundisho ya Luther yalipata watu waaminifu katika Uholanzi ambao walikwenda kulihubiri neno la Mungu. Menno Simons, mtu msomi hasa wa madhehebu ya Kirumi ambaye alitiwa mikono kuwa padri, hakufahamu chochote kuhusu Biblia, naye aliogopa kuisoma kwa hofu asidhaniwe kuwa mzushi. Alipoingia katika maisha ya ufedhuli akijaribu kuzima sauti ya dhamiri yake, hakufaulu. Baada ya muda alianza kusoma Agano Jipya. Masomo hayo pamoja na maandiko ya Luther yalimuongoza akajiunga na imani ya watengenezaji. Baada ya kushuhudia kwa muda mtu mmoja akiuawa kwa ajili ya kubatizwa mara ya pili, jambo hili likamfanya asome Biblia kuhusu ubatizo wa watoto wachanga. Akagundua kuwa kutubu na kuamini ndivyo vinavyotakiwa ili mtu abatizwe. Menno akatoka katika kanisa la Rumi akajishughulisha na kazi ya kufundisha ukweli alioupata katika Biblia. Katika nchi ya Ujerumani na Uholanzi, vikundi vya dini kali vilikuwa vimepatikana. Vikundi hivyo vilikuwa viovu, visivyokuwa na heshima wala adabu, visivyo na utaratibu, vikawa na fitina na maasi. Menno akapigana nao na mafundisho yao mapotofu. Kwa muda wa miaka 25 alizunguka katika Uholanzi na Ujerumani ya kaskazini akieneza mvuto mzuri pamoja na mafundisho yake. Alikuwa mtu mwongofu, mnyenyekevu na mpole mwenye bidii. Watu wengi waliongoka katika kazi yake. Katika Ujerumani, Charles wa tano alikuwa amepiga marufuku matengenezo, lakini wakuu wake walisimama imara kuzuia mambo hayo maovu. Katika Uholanzi uwezo wake ulikuwa mkubwa zaidi, hivyo tangazo la kuanza mateso lilifuata mara kwa mara. Mambo kama vile kusoma Biblia, kuhubiri habari za Biblia, kumwomba Mungu kwa siri, kutoinamia sanamu na kuomba zaburi. Vyote hivyo mtu akionekana anafanya hivyo, adhabu yake ni kifo. Watu maelfu walipoteza maisha yao chini ya utawala wa Charles wa tano na Filipo wa pili. Wakati mwingine jamaa nzima waliletwa kuhojiwa barazani kwamba hawakuhudhuria misa au kwamba waliabudia nyumbani. Tulipiga magoti tukamsihi Mungu atuangazie nuru ya mbinguni na kusamehe dhambi zetu ili ufalme wake ufanikiwe na awe na furaha. Tuliombea watawala wetu ili Mungu awalinde. Katika tukio hili, baba na mwana wake mmoja walihukumiwa kuchomwa moto. Sio wanaume tu walionyesha ujasiri wao, ila hata wanawake na wasichana wengi walionyesha ushujaa mkubwa. Wanawake wengi walisimama kishujaa kando ya waume wao walipokuwa wakichomwa moto na kuwafariji. Wasichana wengi walikuwa wakikabili moto wamevalia maridadi kana kwamba wanakwenda harusini. Mateso yaliongeza waumini zaidi katika ukweli. Mwaka kwa mwaka mfalme alijitahidi kuwatendea ukatili wa kila namna, lakini ilikuwa kazi bure. Baadaye William wa Orange alileta uhuru katika Uholanzi wa kuabudu Mungu bila wasiwasi. Matengenezo katika Denmark. Katika nchi za kaskazini, Injili iliingia huko kwa amani. Wanafunzi waliokuwa wakijifunza katika chuo cha Wittenberg waliporudi kwao huko Skandinavia walipeleka ujumbe wa Injili. Hata maandiko ya Luther pia yalieneza nuru ya Injili. Watu wagumu wa kaskazini waligeuka, wakaacha upotovu wa Rumi na kushika ukweli wa Biblia. Tausen, mtengenezaji wa Denmark, alipokuwa kijana mdogo alijithibitisha mpenda dini, akaingia na kuishi katika nyumba ya watawa. Mtihani ulikuwa kumthibitisha kuwa na uwezo na kulitumikia kanisa. Kijana huyu akiwa shuleni alipata nafasi ya kuchagua chuo apendacho, Ujerumani au Uholanzi. Watawa akamshauri asiende huko Wittenberg asije akaharibiwa na wazushi. Tausen akachagua kwenda Cologne, chuo mashuhuri cha Waroma. Mara akachukizwa kwa maana alisoma maandiko ya Luther akayapenda sana na kuyathamini, lakini kufanya hivyo
lazima akosane na wakubwa wake na anyang'anywe msaada wote. Mara akaamua kwenda kusoma Wittenberg. Aliporudi Denmark, hakuweza kuifunua siri yake. Alijitahidi kuwafundisha watu neno la kweli na kuwaleta katika nuru ya kweli ya Injili. Aliwafundisha Biblia na kumhubiri Kristo ambaye ndiye tumaini la mwenye dhambi. Wakuu wake ambao walimtumaini kuwa atakuwa mtetezi wa Warumi walikasirika sana, wakamwondoa katika nyumba yake ya utawa na kumweka kwingine ambako kulikuwa sawa na kifungo. Mle katika chumba chake aliweza kuzungumza na wenzake walio nje na kuwapa ukweli wote. Wazee hao wa Denmark, kama wangalikuwa werevu wa kutosha, wangalimkomesha Tausen kabisa, lakini badala yake wakamhamisha tu katika nyumba ya watawa. Amri ya serikali ilikuwa kwamba watu hao wanaohubiri imani ya namna mpya walindwe, wasidhuriwe. Makanisa yakafunguliwa kwake na watu wakakusanyika kumsikiliza. Agano Jipya katika lugha ya Kidachi ilitawanywa kila mahali. Juhudi iliyofanyika ili kuzuia kazi ya matengenezo ilieneza mpaka nchi nzima ya Denmark, ikatangaza kuwa imekubali imani ya matengenezo. Maendeleo katika Sweden. Katika Sweden pia vijana walikuwa wakisoma Wittenberg. Waliporudi kwao, walikwenda na ujumbe ambao ni maji ya uzima, wakawapelekea watu wa kwao. Watangulizi katika matengenezo ya Sweden ambao ni Olaf na Laurentius Petri walifundishwa ukweli huo na Luther na Melanchthon. Olaf aliwaamsha watu na ukweli wa Injili kama watengenezaji wengine katika njia ya mahubiri, lakini Laurentius alikuwa mtulivu sawa kama Melanchthon. Wote wawili walikuwa mashujaa. Wakatoliki waliwataharukisha watu wajinga na washirikina. Mara kadhaa Olaf aliponyoka asife kwa bahati, na walakini watengenezaji hawa walikuwa wakilindwa na mfalme aliyekuwa anapendelea matengenezo na aliyekuwa anapenda watu hawa wapigane na ufedhuli wa Rumi. Olaf alitetea imani ya matengenezo kwa nguvu sana mbele ya mfalme na wakuu wake. Akadai kwamba mafundisho ya mapadri wa Rumi yangekubaliwa tu kama yanakwenda sawa na Biblia, kwamba kanuni za imani zote zinaongozwa na Biblia na ziko wazi za kufahamika na watu wote. Tofauti hii hutudhihirishia baina ya ukweli na uongo kati ya mababa na watengenezaji. Hawa sio wajinga, wenye fujo, wabishi. Wao ni watu waliosoma neno la Mungu na wanajua jinsi ya kutumia silaha ambazo neno la Mungu linazitengeneza. Wao ni wasomi kamili na wenye elimu ya neno la Mungu, wanaofahamu ukweli kamili, ambao wanafaulu katika ubishi na hila za Rumi. Mfalme wa Sweden alikubali imani ya matengenezo na bunge la taifa likapitisha ukubali wake. Ndugu wawili hao wakashika kazi ya kutafsiri Biblia kwa lugha ya Kiswedish kwa utashi wa mfalme. Ikapitishwa na wakuu kwamba wachungaji wako huru kufundisha Biblia katika nchi nzima na kwamba watoto wanaosoma katika shule zote wafundishwe Biblia. Taifa hilo baada ya kufunguliwa katika udhalimu wa Rumi likastawi na kufanikiwa ambavyo haijawa hivyo wakati wowote. Baada ya karne moja kupita, taifa hili dhaifu katika Ulaya nzima likaingia kusaidia Ujerumani katika vita iliyodumu miaka 30. Ulaya kaskazini yote ilionekana kuwa chini ya mamlaka ya Rumi. Majeshi ya Sweden ambayo hayakuweza kuifanya Ujerumani ishinde ili ifanye Uprotestanti uendelee na kufanya uhuru wa dini udumu katika nchi zilizoyapokea matengenezo.